Rais William Ruto amuru uchunguzi huru kufuatia kifo cha Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Ni ujumbe wake kwa mara ya kwanza kwa Wakenya baada ya taharuki kutanda nchini Kenya. Ujambo na karibu. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ameonyesha msimamo wake rasmi kufuatia kifo cha Albert Ojwang ambaye alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi, tukio lililozua hisia kali miongoni mwa Wakenya na viongozi wa kisiasa. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, Rais Ruto ameagiza huduma ya polisi ya kitaifa NPS kushirikiana kikamilifu na mamlaka huru ya uangalizi wa utendaji wa polisi IPOA katika uchunguzi wa tukio hilo tata. Na katika taarifa hiyo, Rais Ruto alisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa kina na wazi na wenye uaminifu ili kubaini ukweli wa kilichotokea kwa marehemu Ojwang. Amewataka maafisa wote wa polisi kushiriki kwa dhati katika kutoa taarifa ya msaada wowote utakaohitajika kufanikisha uchunguzi huo, akieleza kuwa serikali haitavumilia hatua zozote zinazoficha ukweli au kuzuia haki kutendeka. Kiongozi wa taifa alitoa wito kwa umma kufuatilia mchakato wa uchunguzi wa subira na tahadhari bila kutoa hitimisho la haraka au kufanya maamuzi ya mapema ambayo yanaweza kudhoofisha uhalali wa mchakato mzima. Alisisitiza kwa matarajio yake ni kupokea taarifa kamili kutoka kwa taasisi husika kutoka kwa tukio hilo na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya wahusika iwapo watapatikana. Aidha, Rais Ruto aliwaonya vikali maafisa wa polisi kuhusu uzembe wa kuhakikisha usalama wa watu walioko chini ya ulinzi wao. Alikumbusha kuwa pindi mtu anapokamatwa, jukumu la ulinzi na ustawi wake linakuwa mikononi mwa polisi, hivyo ni wajibu wao kuhakikisha mtu huyo anahifadhiwa na vilevile kwa usalama na heshima zote za kibinadamu. Katika kuonyesha dhamira yake ya kuleta mageuzi katika sekta ya usalama, Rais Ruto alikumbusha kuwa kuhusu hatua yake ya awali ya kuipa polisi uhuru wa kifedha na kiutendaji. Alieleza kuwa hatua hiyo ililenga kuboresha taaluma, uwajibikaji na ufanisi wa jeshi hilo, na hivyo ni matarajio yake kuwa taasisi hiyo itajitokeza kwa udhabiti katika kupambana na uhalifu huku ikikomesha vitendo vya ukiukaji wa haki, unyanyasaji na mienendo isiyo ya kitaaluma ndani ya idara yake. Kauli ya Rais Ruto inakuja wakati ambapo shinikizo kutoka kwa wananchi na viongozi wa kisiasa linaendelea kuongezeka, wakitaka wahusika wa kifo cha Ojwang wawajibishwe. Taarifa hii inaashiria mwelekeo wa serikali katika kushughulikia matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu hasa ndani ya vyombo vya dola. Serikali inatarajiwa kuweka wazi hatua zitakazochukuliwa mara baada ya uchunguzi wa IPOA kukamilika.